Kubwa la kuanzishwa kwa kituo hiki cha ubia ni kwa ajili ya kuhakikisha ushirika wa sekta binafsi pamoja na mamlaka za serikali kufanya miradi ya pamoja unaongezeka zaidi ili kujenga uchumi ambao ni shindani mkubwa zaidi ambao unaweza kufikia matarajio ya Watanzania. Kwa hiyo ni awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan aliamua kuanzisha kituo hiki kwa ajili ya kuongeza coordination, lakini kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa ushirika wa sekta binafsi kwenye miradi ya ubia. Baada ya mabadiliko yote hayo, sisi kituo cha ubia baada ya kuanza, msingi mkubwa ilikuwa ni kujenga sasa uelewa, kuzidi kujenga uelewa. Mamlaka za serikali zinafanya ubia. Mamlaka za serikali zinafanya ubia na sekta binafsi. Lakini kulikuwepo na changamoto za hapa na pale ambazo zinahusiana na uelewa. Kwa hiyo tukio hili ni sehemu ya kujenga uelewa kwa Watanzania wote kuhusu masuala ya ubia, lakini vile vile tukio muhimu hasa tunapokwenda kutafakari vision mpya ya mwaka 2050. Kifupi, hii ni fursa kubwa ya kujadili namna ambavyo tunafikiria huo uchumi wa nchi yetu kwenda mwaka 2050 uwe. Kwa uelewa, kwa nini tunafanya ubia? Au kwa nini dunia inafanya ubia? Kwa sababu tunafanya masuala haya sio kwamba ni sisi kama nchi pekee yetu, lakini dunia nzima imeonyesha kwamba kuna umuhimu wa kutekeleza miradi ya umma kwa utaratibu wa ubia. Masuala ya ubia yamekuwa miongoni mwa ajenda kubwa kwenye mijadala ya uchumi duniani. Lakini moja ya sababu ni kwamba duniani kote, serikali zote duniani imekuwa ni ngumu kwa serikali hizi kutekeleza matarajio ya wananchi kwa kutumia kodi na mikopo. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yenyewe itaendelea kuwa mshiriki wa karibu wa kuweka mazingira bora, uwezeshi na shindani kwa sekta binafsi kufanya kazi kwa ufanisi. Ni matarajio yangu kuwa mdahalo wa leo utaongeza maarifa, kuibua hoja zenye tija na kuchochea ushirikiano wa kweli ambao utachangia kuundwa kwa dira mpya ya taifa ya maendeleo yenye malengo makuu 6. Malengo yetu ya dira 2050 vizuri kama sasa hivi ishatangazwa vizuri, kila mmoja angepitia akaona malengo tuliyoweka pale, na hayo malengo tuliyojichukulia sisi ni wananchi wametoa mawazo, na tulikuwa na timu ya wataalamu kwa kushirikiana na watu wa tume ya mipango tumeweza kutafsiri yale mawazo na maoni na kuja na malengo haya, ikiwemo kufanya Tanzania kuwa ni nchi ya kipato cha kati cha juu kama nilivyotangulia kusema, yenye uchumi mseto, uchumi stahimilivu, jumuishi na imara ifikapo mwaka 2050. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.